Bana, sakata mara baada ya kutifuana kati ya Dar es Salaam Young Africans na bodi ya ligi kwa maana ya TPLB kuendelea kufukuta huko chini kwa chini. Sasa sakata hilo limehamia upande wa TFF. So sasa hivi kinachoendelea ni TFF na Dar es Salaam Young Africans kulingana na tuhuma walizowapa TFF kupitia mashindano yao ya CRDB Federation Cup, yani kombe la FA, ambalo wao wamekiri kabisa kwamba hawajaingiziwa pesa zao, na Yanga wameliweka bayana hilo kwamba wao pesa hawajaingiziwa, ingali inasemekana pesa hizo zilishatumwa kwenye akaunti za TFF, lakini TFF hawajaweza kuingiza pesa hizo kwenye akaunti za Yanga. Sasa nataka hapa twende kidogo kidogo ili uweze kuelewa ili sakata linaenda kwa namna gani. Kwanza tuanzie CRDB Bank ambao ndo wadhamini wakuu wa shindano hilo, tuone kile ambacho wao wamekisema juu ya sakata hili. Kwanza wao CRDB walitoa taarifa kwa umma ambayo ilikuwa inasomeka hivi: benki ya CRDB inapenda kutoa ufafanuzi wa madai yaliyotolewa na msemaji wa klabu ya Yanga katika mkutano wake na wanahabari uliofanyika tarehe 9 Juni 2025 katika makao makuu ya klabu hiyo. Katika mkutano huo, msemaji wa klabu hiyo alinukuliwa akitoa taarifa kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF na kwetu kama mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kuwa klabu ya Yanga haitocheza fainali za mashindano hayo msimu huu kama hawatolipwa fedha za ubingwa wa msimu uliopita. Tungependa kufahamisha umma na wadau wote wa soka kuwa benki ya CRDB ni taasisi yenye kuzingatia uweledi, kanuni na taratibu, na kwa msingi huo tayari benki ilishakwisha tekeleza kikamilifu wajibu wake wa kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano haya. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF kwa mujibu wa mkataba baina ya benki ya CRDB na TFF. Benki ya CRDB inatambua kuwa mbali na mchezo wa soka kuunganisha jamii yetu na kutoa burudani, lakini pia mchezo huo ni ajira kwa vijana wengi. Hivyo dhamira yetu ni kuendelea kushirikiana na TFF, vilabu na wadau wengine katika kukuza mchezo huu kwa maslahi mapana ya taifa letu. Imetolewa na idara ya mawasiliano na uhusiano kwa umma, benki ya CRDB, Juni 10, 2025. Hiyo ilikuwa ni taarifa kutoka CRDB, lakini mara baada ya benki ya CRDB kutoa statement hiyo, TFF wao wakaja nao na taarifa yao ambayo pia ilisomeka hivi: tunapenda kuthibitishia umma kuwa benki ya CRDB ndiyo mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la TFF na inatekeleza ipasavyo majukumu yake ya kimkataba. Kwa msimu wa 2023-24 wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa maana ya CRDB Federation Cup, benki hiyo ililipa fedha zote za kimkataba shilingi milioni 255 kwa ajili ya uendeshaji wa mashindano hayo. Tumemsikia meneja habari na mawasiliano wa Young Africans Sport Club kupitia vyombo vya habari akidai kuwa klabu hiyo inaidai TFF shilingi milioni 200 ambayo ni zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB.
Tunapenda kutoa ufafanuzi kuwa TFF ndiyo inayoidai klabu hiyo ya Young Africans Sport Club, kwa maana Young Sport Club iliomba kwa barua fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikatwe kulipa malipo wanayotakiwa kulipa kwa TFF, ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Hivyo ili kutuendelea kusababisha sintofahamu kwa umma, tumeiandikia barua Young Africans kutuma kwetu mtaalamu wao wa fedha kesho saa 4 asubuhi kuhakiki deni la klabu hiyo, akiwa na vielelezo vyote katika ofisi za TFF. TFF itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kusimamia mpira wa miguu, ikiwemo kulinda taswira za wadhamini wake. Imetolewa kutoka kwa saini, kawekwa saini pale ya Clifford Maliondimbo ambaye ni afisa habari na mawasiliano TFF, ambapo pia ilikuwa ni Juni 10, 2025. Sasa mara baada ya TFF kuandika waraka wao, Yanga wakaja pia na taarifa kwa umma, nao wakaja na taarifa kwa umma ambayo ilikuwa inasomeka hivi: taarifa kwa umma, Juni 10, 2025. Wakaanza kwa kusema, tumeona taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF kuwa inaidai klabu yetu ya Young Africans bila kutoa ufafanuzi wa deni lenyewe. Tunapenda kujulisha umma kuwa klabu ya Young Africans haijawahi kulipwa fedha yeyote ya ubingwa wa kombe la shirikisho kwa misimu mitatu mfululizo, 2021 na mpaka 2022, lakini pia 2022 mpaka 2023 na 2023 mpaka 2024. TFF wamekuwa wakishikilia fedha hizi za ubingwa kwenye akaunti zao kila msimu unapomalizika, huku wakifahamu ni makosa na ni kinyume cha utaratibu. Hakuna uthibitisho wowote wa kimaandishi kuonyesha kama TFF wamewahi kulipa fedha hizi za ubingwa kwa klabu ya Yanga. Ni aibu na fedheha na kumtia dosari mdhamini kuendesha mashindano bila kumlipa bingwa kwa misimu mitatu mfululizo. Tunawaelekeza dawa ya deni ni kulipa kwa wakati, ikiwa ni haki ya mshindi na inampa heshima mdhamini wa mashindano. Ieleweke, ada za malipo ya wachezaji wa kigeni walizozisema kwenye taarifa yao hulipwa mwanzo wa msimu mpya, na hela hizo za ubingwa hutolewa mwisho wa msimu. Klabu ya Young Africans haijawahi kupokea taarifa yoyote rasmi kutoka TFF kuhusu klabu yetu kuwa na deni kwao. Uongozi wa klabu ya Young Africans unaendelea kusisitiza kulipwa pesa yake ya ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB kwa msimu wa 2023-2024 ili tuweze kucheza mchezo wa fainali siku ya tarehe 28 Juni 25. Imetolewa na ofisi ya mtendaji mkuu Young African Sport Club. Unaona? Hiyo ni taarifa kutoka Yanga. Sasa ukiangalia hizi taarifa zote tatu kutoka CRDB, lakini pia kutoka TFF na leo na hapa tena taarifa hii kutoka Yanga, utagundua hapa kati kuna kitu kipo ambacho kinaendelea ambacho sisi hatuwezi kukijua. Huenda wao Yanga na TFF ndo wanajua ni nini ambacho kinaendelea. Ngoja tuendelee kulisikiliza au kuliangalia hili sakata, tuone litaishia wapi na ni nani ataibuka mshindi katika sakata hili.